Kosa moja tu linafanya kizazi chote kinateketea baada ya kumdhalilisha Mwanamazingaombo. Kama jinsi mnavyoona, Mwanamazingaombo yuko katika performance yake na watu wote wanamchekelea na kumpigia makofi, na akaagiza mdoli wake aletewe. Thank you, Henry. Makes me Wonder what? I can't help it. Lakini katika moja na mbili, I did. He thinks you're a dummy. That I'm doing your voice for you. What do you say to that? But that can't be true. I'm as real as you are, and I'll show you. We should show this boy just how real I am. Who's the dummy? Bring him up here. Kama ni mara yako ya kwanza kujiunga nasi Tam TV, usisahau kutufollow, usisahau kusubscribe. Picha yetu inaanza kionyesha Litha Asha na Jimmy Asha. Hawa ni mtu na mke wake ambao wanapendana sana. Na bwana mkubwa hapa anatengeneza kalo ama bomba la sehemu ya kuoshea vyombo lingekuwa limeharibika. Mara ghafla wanasikia mlango unagongwa na wanaacha mambo yao ya mahabuba na kwenda kuangalia ni nani ambaye anagonga mlango. Na walipofika hapa, walipoangalia walikuta zawadi ambayo imewekwa katika boksi kubwa na hawajajua ndani yake kuna kitu gani. Walipochukua ule mzigo na kuja kuangalia ndani, walikuta ni kinyago cha Mazingaombo ama kinyago cha maonyesho ambacho watu wanatumia kupatia pesa. Jamaa alishangaa sana, akamwambia huu mzigo sikuagiza, ni nani huyu atakuwa kaagiza? Lakini mwanamke akaonesha kama hana wasiwasi na akaanza kumtania mume wake. Akamwambia bwana, nenda kanichukulie chakula chap kwa haraka nije kula hapa maana najisikia njaa vibaya. Basi mchizi baada ya kutaniwa vile na mama watoto kwa sababu alikuwa anapendwa sana na mchizi wake, basi aliendelea kumtania. Akamwambia nenda kachukua haraka chakula na mimi hapa niandae maakuli tuje kugonga. Na akakichukua kile kinyago akakiweka pembeni na akakituliza hapo, na mchizi akasema basi sawa, ngoja nikakufuatie chakula. Lisa akiwa yuko peke yake ndani akiendelea kumsubiri mumewe ambaye ameenda kumchukulia chakula na kukichukua kile kinyago na kukiweka hapo chini. Akiwa anaondoka Samara, ghafla kinyago kikatikisika. Lisa akakiangalia na akakiona kile kinyago kimebadilisha direction, yani kinamtazama yeye na sivyo jinsi alivyokiweka. Na akaona bora achukue shati kubwa na kukifunika kile kinyago ili mradi asiendelee kujitisha. Mara ghafla sauti ya mziki ambayo aliachia ikapotea, yani kukawa kimya kama hakuna kinachoendelea ama shoti ambayo imetokea. Lisa akaendelea kufata na kuchunguza, lakini sauti ile sasa taratibu ikawa inaita pale kwenye kile kinyago alipokifunika. Alisota mporampo kwenda kuangalia ni nini kinachoendelea. Lisa alipoteza maisha na mchizi huko alirudi nyumbani ghafla na akaanza kumwita mkewe taratibu, lakini mkewe hakuitika na akaona labda kuna michezo mama watoto ananichezea. Alirudi aliandaa chakula, lakini mara ghafla anasikia anaitwa yeye sasa kitandani. Na alipofika mpaka katika mlango wa chumba alikuta damu nyingi, kitu ambacho kilimtoa katika motion ama mood. Lakini hapa anasikia sauti ile inatoka pale, akajua labda bidada anamfanyia maigizo ama anamfanyia michezo kwa sababu mke wake ni mtu wa utani, lakini anapofungua haamini anachokiona. Anamkuta mkewe zamani wa juzi ameshafariki dunia. Jamaa nguvu zinamuisha na hamu inapotea, na ghafla mapolisi walifika na wakaendelea kuchunguza. Na huyu hapa alikuwa anaitwa Inspector Jimmy ama askari Jimmy, na yeye jina lake nataka lifanane na huyu Jimmy Asha. Basi askari akamwambia bwana, inabidi tuende moja kwa moja na tuangalie kitu gani ambacho kinaendelea. Na mchizi akasema bwana, mimi sielewi, mimi nilitoka kwenda kuchukua chakula na nimerudi nimemkuta mke wangu amekufa. Askari aliendelea kumuuliza mambo mengi na kutaka kujua vitu vingi ili mradi asimweke mtu mbaroni, na siku zote unaambiwa saidia askari ili mradi mambo mengine yaende. Na uchunguzi uliendelea, lakini askari alipobaini akamwambia inabidi uende nyumbani. You're a free man for now. Chizi alirudi mpaka nyumbani akiwa yuko na maswali mengi, lakini alikiona kile kidoli ama ule mdoli ambao umekuja hapa na akawa na maswali mengi sana. Lakini alipoangalia huu mdoli umetoka kwa nani, alipoangalia alikuta imeandikwa Mary Show Nabiri.
na ilimpelekea mbali kukumbuka nyumbani kwao, kwa sababu vitu hivi ni asili ya nyumbani kwao. Ama kipindi hiko kwao kulikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa anatupenda kutumia michezo hii ambaye alikuwa anaitwa Mary Shaw, na yeye huu mdoli aliupa jina la Billy. Kwa hiyo bwana mdogo alikumbuka kama vitu hivi vinatoka huko nyumbani kwao. Basi ikabidi afunge safari yake moja kwa moja kwenda kuangalia. Alipofika mpaka nyumbani kwao, alipokelewa na mama yake ambaye anaitwa Ella Asher. Huyu ni mke mdogo wa baba yake, ambao sasa hivi mwanamke yeye ndiye ambaye anamtekea babake kwa kila kitu. Alifika mpaka nyumbani na alimkuta babake katika hali mbaya sana ya kiafya kutokana na koma. Na mzee akamwambia, "Na mwanangu uko busy sana, ina maana unashindwa hata kunipigia simu?" Anamwambia, "Hapana, wewe ndio ilibidi upige simu nielezee, lakini kitu ambacho kimenileta hapa, ule mdoli ambao miaka mingi ambapo yule mfanyakazi ama yule mdada ambaye alikuwa anaperform katika jiji kule, nimeukuta nyumbani kwangu, nikajiuliza ni nani ambaye ameuleta." Baba akamwambia, "Mimi mwenyewe sielewi." Akamwambia, "Kwa nini ushindwe kuelewa? Na mimi mzigo umeletwa ghafla na sijui." Mwanamke akamwambia, "Na maana ni vitu tu vya kuangalia ni nani ambaye amekuletea, lakini si babako. Babako muda mwingi hapa anaumwa." Basi mwana mdogo akaona sio mabishano, akamwambia, "Baba, acha nikazike." Staying low. Got a funeral to prepare. Jamie. Dogo aliondoka moja kwa moja kwenda kuandaa mazishi ya mpenzi wake, na hapa alifika mpaka kwa mzee Heli Walker. Mzee Heli Walker alimwambia, "Basi haina shida, kila kitu chako cha huyu bibie mimi nitakishughulikia na tutaandaa kila kitu kwa ajili ya msiba." Basi bwana mdogo baada ya kumwachia mzee mwili, na yeye alirudi huku na kuanza kutaka kupata usingizi, kuweka mapumzisho. Lakini mara ghafla ule mdoli ukamfuata kitandani, na aliposhtuka ule mdoli ukaonekana kama umerudi, na alipoangalia vizuri alijisi kama ana mawengi, maana kwamba alikiona kivuli cha ule mwanamama mfanya mazingaombo. Dogo alishikwa na tahayari na uoga ukamjaa. Alipowasha taa, kila kitu kikarudi kama jinsi kilivyokuwa awali. Kwa upande wapo wa mzee Heli Walker, moja kwa moja aliandaa vitu vyake ili mradi auangalie humwili na kuandaa, lakini hali anaokuta nao humwili ilimshangaza. Licha ya kukataa ukweli, lakini alisikia minong'ono ambayo inaendelea kuita, lakini minong'ono hili ilikuwa ya si mtu mwingine bali ya mke wake Malone. Malone yeye alikuwa na tatizo la kiafya ya akili, kwa hiyo muda mwingi alikuwa ni mtu wa kuogopa. Find me down here. I don't have time to play games. Come out of there and go to bed. The silent times here. Mzee baada ya kumtoa mke wake na mazishi yakafanywa na watu wakaendelea kuzika, lakini mara ghafla kwenye kichaka cha mti anaona mwanamke, lakini mama Malone alikuja, alimshika na akatamani kumweleza maneno mengi ya huyo mwanamama ambaye anamuona, na mzee akamuona kama mke wake amechanganyikiwa kiakili, akamkataza. Na bwana mdogo Jimmy alibaki katika maswali mengi, anajiuliza, kwa hiyo ina maana ni mzimu ambao unawasumbua wa Mary? Aliliona kaburi la Mary Shona, akasema nitakuja usiku. Alirudi hotelini na kujiandaa na moja kwa moja kurudi tena makaburini usiku, lakini vimbwanga barabara nzima vikiwa vinaendelea. Vimbwanga hivyo havikumkatisha tamaa wala havikumkata moto, na aliona kaburi hapo limeandikwa Billy, na alipolichimbua lile kaburi kuliangalia ndani hakuna kitu chochote ambacho kilikuwepo. Jamaa alimzika Billy moja kwa moja, lakini mara ghafla anasikia sauti na Billy akamwangalia, lakini yeye alifunika moja kwa moja na akasema, liwalo na liwe, mimi nasema. Jimmy akajitia ujasiri na akaondoka. Licha ya mambo mengi, lakini ajabu, anaporudi tena hotelini, yule mtu aliyemweka kule alimuona tena yuko hapa ndani, na askari aliingia moja kwa moja akamwambia, "Bwana wewe ni mhusika wa kila kitu ambacho kinaendelea hapa. Yaani ulikataa, wewe hujamuoa, lakini wewe ndiye muuaji wa mke wako." Akamwambia, "Utalazimishaje? Hakika kifo cha mke wangu kimetokana na huyu hapa sanamu, ama ni mzimu ambao unaendelea katika miujiza, lakini kikawaida siwezi nikakuelezea. Unaweza ukaamini huyu jamaa nilimzika kule, nilimrudisha makaburini, na hapa na mshangai kwa hapa." Askari akamwambia, "Wewe unanichukulia mimi ni chizi au unanichukulia mimi sina akili? Hakika wewe ni mhusika wa kila kitu. Kama unasema huyu ndiye ambaye anahusika, acha basi nimchukue."
Askari alimchukua moja kwa moja na kuondoka naye, lakini Jimmy hakuwa na jinsi na alishota mpola mpaka kwa askari na kumuiba tena bili na kuondoka naye, ili mradi yeye akafanikishe anachotaka kwenda kukifanya ama akaendelee na uchunguzi wake. Alikuja na kinyago moja kwa moja mpaka kwa mzee Harry Walker na akamwambia, bwana, hakika hiki kinyago ndicho ambacho kinaleta mzaa. Mzee akamwambia, kwa nini umekichukua hiko kinyago na umekuja nacho huku, huogopi? Ni hatari sana. Akamwambia, acha kwanza nikukumbushe kitu. Basi mzee Harry Walker akamkumbusha kizazi ambacho kimeshapita, yaani tuseme huyu sijui ni baba yake ama ni mjomba wake ama ni ndugu yake vile vile. Haya, siku huyu hapa tunamuona hapo chini ni mzee Harry Walker, kipindi yeye yuko mdogo kabisa. Anaelezea, bwana, umdoli ulikuwa chini yangu mimi na umama alikuwa anakuja kufanya hizi performance zake bila umdoli ama bila kitu chochote. Na kwenye maigizo siku hiyo kwenye performance, inasemekana ndugu yako ambaye alikuwa anaitwa Michael Asha, yeye alimkadhibisha yule mama kumwambia iko kinyago hakiongei wala hakitembei, bali wewe ndio unaongea na wewe ndio ambaye unakitembesha. Kwa hiyo kwa aibu ile ambayo imetokea siku hiyo, nadhani ndiyo laana ambayo inaitafuna kizazi chenu, ama mama huyu amefanya mabaya katika kizazi chenu, ambapo kizazi na kizazi kitaendelea kufa. Ilikuwa hivi. Where are you, Billy? Bringing him to me? Could you check under your seat? Thank you, Henry. Makes me wanna... Wonder what? I can't I help can it. see your lips moving. Who said I did. He thinks you're a dummy. that I'm doing your voice for you? What do you say to that, Billy? But that can't be true. I'm as real as you are, and him I'll show alone. you. We should show this boy just how real I am. Who's the dummy? Oh, bring him up here. Hiko ndicho kilichomtokea ndugu yako, maana ndani ya wiki moja tu ndugu yako alipotea na hakuonekana tena. Na tabia hiyo aliendelea kuifanya, si kwa mtu yoyote ambaye alitokea kumpinga, yaani ukimbishia tu umekwenda. Mzee akamwambia, hata mimi na familia yangu vile vile yametutokea mazito sana, si kwa familia yako tu, yaani laana hiyo ni ngumu sana kuimaliza. Huyu mwanamama ameweka nadhiri kubwa sana ama albadili ambayo inatembea kizazi na kizazi. Hakika bila kufanya kitu mtakufa. Hata mimi nilienda baada ya kusikia mwanamama huyo amefariki dunia na nikataka kuchezea maiti yake. Na mwisho wa siku, baada ya kudondosha ule mwili, baba aliingia, na hapa yule mama nilihisi kama anataka kunishambulia, lakini mara ghafla yule mama aliinuka. Nikajitahidi nisipige kelele, na baba alipoingia tu mambo yote yakakaa sawa. Ina maana mzimu wa umama hatakiwi, yani hautakiwi kupiga kelele, miziki wala chochote. Mzee akaendelea kumwambia mambo mengi, akamwambia, bwana mdogo, kuna vitu vingi ambavyo vijui, na kwa uthibitisho ambao nataka nikuthibitishie usiondoke. Kamata kwanza hizi picha uangalie, sio kizazi tu cha kwako ambacho kimeteketea kutokana na tatizo la Mary Shaw, hata kizazi changu, na wote wanavyokufa wanakufa vibaya. Wife. Caused infants. Bwana mdogo baada ya kuona yale yote na kuambiwa mambo yote yale, ikasemekana bwana mdogo anataka kwenda kusimamisha ili swala la Mary Shaw lisiendelee. Na mzee akamwambia, hakika Mary Shaw hatamwacha mtu yoyote ambaye atapiga kelele. Kwa hiyo mzee hapa anamwambia bwana mdogo, usipige kelele katika vitu vyako ambavyo unaenda kuvifanya, kwa sababu ataposikia sauti tu inakuwa shida. Huku bwana askari alikuja moja kwa moja makaburini bwana, na akataka kuchimba ili madi aangalie, je, miili upo? Checking on the kids. Hapa Jimmy anaonekana ameenda moja kwa moja katika sehemu ya maonyesho ambayo alikuwa anafanyia enzi hizo. Jimmy alikumbuka mbali sana
na alipoendelea kupekua alikuta kitabu ambacho kinaelezea namna gani ya kutaka kutengeneza vinyago vya vinavyoongea, na alikuta yule ndugu yake Michael Ashen ambaye ni damu moja na yeye, ambaye alipotea na taarifa zake zote zilipo humu ndani ya kitabu. Lakini hapa ghafla kwenye kioo aliona taswira ya mtu, lakini alipoangalia vizuri yule mtu hakumuona tena. Jimmy aliingia uoga na kusema, hii sehemu si salama sana kwa afya yangu. Tunarudi upande huapo wa mzee. Anasikia menong'ono ama maongezi ya mke wake na mtu, lakini anajiuliza mke wangu anaongea na nani? Na aliposhota mpora mdogo mdogo kwenda kuangalia mkewe anazungumza na nani, alikuta mkewe anazungumza na kile kinyago, jambo ambalo lilimkera sana. Na mzee mambo haya yalishaacha kwake kutokea ama kumfuatilia ndani ya nyumba yake, kwa sababu hata yeye kizazi chake kilimuuzi huyu mwanamama Mary Shaw. Kwa hiyo mzee akachukua sepetu bwana kwenda kutaka kukizika kile kinyago, lakini mara ghafla kinyago kile kikaanza kufanya mambo mazito. Baada ya kuwa mkewe hamuoni, mzee akaanza kumtafuta mkewe katika uchochoro mdogo ndani ya basement. Alipoendelea kuita, mara mlango alioingilia nao kajifunga, na mzee akamwambia mke wangu, toka, sitaki tena kuendelea kucheza, tafadhali njoo. Lakini mzee anajikuta anaingia mtegoni bila kujua. Mzee hajali inamkuta na mazito yanamtokea baada ya kufa na kutishwa na kuuliwa vikali. Tunarudi upande wa hapa, bwana mdogo alitoka moja kwa moja na alirudi moja kwa moja mpaka kwa baba yake, ama aendelee kujua kitu gani ambacho kinaendelea. Lakini hapa alimuuliza mzee, ina maana wewe unasema huna chochote unalolijua juu ya Mary Shaw? Akamwambia, unajua kama ndugu yako alipotea, na kama ndugu yako alipotea sikuona jambo jema, kwa sababu watoto wengi wakawa wanachukuliwa na kuuliwa, na mama huyu alikuwa kila mtoto anayemchukua lazima mtoe ulimi, na watu wote wakaona anaofanya mambo haya ni Mary Shaw. Kwa hiyo inasemekana Mary Shaw anarudi hapa kuja kulipiza kisasi. Mzee anaongea kwa kinywa kipana, anamwambia, hakika hata wewe nilikutoa kukupeleka mjini huko ukakae, kwa sababu kukuepusha na haya mambo ama kukuepusha na laana hiyo isikufuate. Kwa kila kitu nilikuwa najua kama kinaweza kikatokea. Na akamwambia, sasa mke wangu Lisa alihusika vipi na mambo yetu haya? Akamwambia, Lisa alihusika kwa sababu Lisa inasemekana akishika mimba, na mimba hiyo si ya kizazi chetu. Kwa hiyo mama huyo anaua mtu yoyote ambaye yupo ndani ya damu yetu. Bwana mdogo akaona, baba mambo gani unanambia? Basi anataka kutoka tu, anakutana na askari. Askari anamwambia, bwana hakika wewe ndio muhusika wa kila kitu. Nimeenda kule makaburini, sijaona mwili wa mtu yoyote, vinyago vyote na kila kitu cha ule mama sijakiona hata kidude kimoja. Kwa hiyo wewe unafanya mauaji kutumia mambo yako hayo. Kwa hiyo sasa mimi sina la kukwambia hapa. Jamaa Jimmy alijitahidi sana kumuelezea askari, lakini askari akashindwa kumbishi. Na hapa akaambiwa kuna simu yako. Simu hii inatoka kwa Hale Walker, na Hale Walker kumbukeni tayari ameshakufa. Kwa hiyo ina maana anapiga hapo sio Hale Walker, anamwambia aende kule katika jumba la maonyesho la kale. Sasa kiukweli Hale Walker tayari ameshakufa. Je, ni nani huyu ambaye anampigia simu hapa? Basi askari akataka kubishana kumwambia, bwana hauna kwenda kokote pa kwenda. Dogo akabidi amsukume na dogo kukimbilia huko alipoambiwa aende. Dogo anajikuta amefika eneo hilo, lakini yuko na wasiwasi mkubwa, lakini hakuwa na ujanja sana. Mara ghafla askari naye alishafika eneo hilo, lakini swali la kujiuliza, anamwambia hapa kuna boti mbili tu. Sasa huyo Heli amepanda boti gani? Akamwambia sasa ndio maana nikakwambia mambo haya yanaendeshwa na mizimu. Anamwambia mizimu gani? Anamwambia bwana niamini ndio utakuja kuniamini. Jimmy akawa mgumu, lakini mara ghafla wanasikia sauti ya mziki ambayo inapigwa na mtu anayepiga hawamuoni. Ikabidi wafuate ile sauti mdogo kujua kitu gani ambacho kinaendelea. Lakini hapa wanapofungua mlango mmoja wanakuta kitu ambacho walikuwa wanajiuliza, hii midoli yote imeletwa na nani? Na midoli hiyo ilikuwa mingi, yaani yote ambayo wamekosa katika makaburi wameikuta hapa.
Hajiamini, midoli yote ile ambayo alikuwa anasemekana hawaioni, yote ameiona hapa, na mdoli mmoja tu ndio ambao haupo, na mdoli nyewe si mwingine bali ni Billy. Na hapa wakakuta yule mtoto ambaye alipotea na yeye kipindi ambayo yuko mdogo ambaye anaitwa Michael Asher ambaye ni ndugu yake, yuko hapa, na mara ghafla jambo la tofauti likatokea. Midoli yote ikaonyesha kichwa sehemu moja, na huku kuna mdoli mmoja ambao uko pembeni kabisa umekaa ukiwa unacheza cheza. Walipotaka kujua mdoli huo ni nani, wakaanza kuita majina. Billy, mdoli uko kimya, akawita. Alipomwita Mary Shaw, na Mary Shaw kweli akaonyesha asili yake na akajionyesha, akamwambia huyu mdogo wako ama mwanao au ndugu yako alileta dharau na kuniaibisha mbele za watu. Akamwambia sasa kama wao walikuaibisha, je, mke wangu alikufanya kitu gani? Akamwambia wanataka kujua mkeo alinifanya kitu gani? Mkeo alikuwa na damu yenu nyinyi ya kizazi chenu cha kipumbavu, ambacho kizazi hiko kingemvunjia heshima mtu mwingine. Akamwambia wewe mama, itakuwa ni mgonjwa wa akili. Akamwambia hapana, hakika nimekupeni laana, na akaanza kucheka na kutaka kufanya mazito. Lakini makosa makubwa alichokifanya huyu Jimmy askari baada ya kupiga bunduki, na aliambiwa Mary Shaw hapendi kelele, utapopiga kelele tu balaa zito linakotokea. Basi mambo yakaharibika pale na mambo yakawa ovyo ovyo. Licha ya kutia moto, askari akataka kujitetea, lakini askari huyu alikuwa na mawenge na akajikuta anapiga kelele na kudondoka chini na kupoteza maisha. Na bwana mdogo anajua sheria hapa hairuhusiwi kupiga kelele. Mwanamama mzimu wake ulimfuata na kumtisha. Dogo alipotaka kupiga kelele akazuia mdomo wake na kudondoka chini ya maji, na akaanza kushota mpora kujipandisha juu taratibu na kupanda gari yake na kusema hakika hakuna kingine kilichobakia zaidi ya ule mdoli ambao upo nyumbani kwetu, ambao upo kwa mzee Heri. Na alikuja mpaka kwa mzee Heri Walker hapa, anasikia sauti ya vilio tu na kumkuta mama Mrs. Heri analilia mume wake ameshakufa. Alipoulizia ule mdoli akaambiwa babako mzazi amekuja kuchukua. Dogo akajiuliza, babangu mzazi anawezaje kuja kuchukua mdoli na hali yake yeye anatembelea na kiti? Dogo akapata maswali mengi na kujua mpango wote unaendelea na mpango bado hujaisha. Huyu ni Mary Shaw. Alirudi moja kwa moja mpaka nyumbani kwao na alimkuta Billy tayari, lakini Mary Shaw aliendelea kumfanyia vitu bwanga na vituko, lakini bwana mdogo akachukua ule mdoli bila kupiga kelele na kutia ndani ya moto. Sasa Mary Shaw aliungua, lakini hapa alipomwangalia baba yake vizuri, akamsogelea vizuri taratibu, Dogo leo ndo anakuja kupata jibu kwamba baba yake muda mrefu amekufa na baba yake hakuwa tena hai, bali mpango wote ulikuwa wa Mary, na baba yake alifanywa kuwa kama kinyago tu ambapo yeye alikuwa anachezeshwa. Akajiuliza sasa, huyu Hela huyu ni nani? Kumbe Hela alikuwa anatumika kishirikina, ama alikuwa anatumika na mzimu wa mama huyo, na yeye ndiye ambaye alikuwa anafanya kama mzee anakula, mzee anaongea. Kumbe kila kitu alikuwa anafanya huyo mama, na kuongea alikuwa anaongea mama. Kumbe mzee ni kitambo sana alishapoteza maisha. Kwa hiyo hiki kinyago ama hiki kitabu kilikuwa kinaelezea namna gani ya kutengeneza vinyago vinavyoongea, na mtengenezaji mkubwa ni mama Mary Shaw akimtumia huyu Hela. Huyo Hela alitumika kulipa kisasi katika familia ya Jimmy Asher, na kwa sababu familia hii ilimtenda vibaya huyu mwanamama, kwa hiyo mwanamama huyu alikuja akalipiza kisasi. Kwa hiyo mlio ule wa bunduki ndio ambao ulifanya vinyago hivi vitembee, vinyago hivi vipate uhai, vinyago hivi viendelee kuishi, kwa sababu hivi vinyago havipendi kelele. Na alipomwangalia vizuri huyu mwanamama Hela, kumbe ndio mzimu wa yule bibi ambaye alikuja kulipiza kisasi, na balaa lake lilikuwa zito, na hata yeye ndiye ambaye alileta hili sanduku huko, maana walikuwa wanajiuliza, na huyu mwanadada alifariki dunia kutokana alikuwa na damu ya hiki kizazi cha Mary Asher. Hiyo ndio story yetu kwa ufupi, na story yangu inaishia hapo.